kumekuwa na ukakasi kidogo, kama ikitokea watu wameleta mgonjwa na kwa bahati mbaya yule mgonjwa akafariki, na ile familia inakuwa na uwezo duni, wanakuwa muda mwingine wana madeni. Sasa inakuwa paka upite kwa katibu tawala, paka umpigie dokta mkuu, na mara nyingi tumesikia bungeni wakisema na waziri wa afya kwamba akifariki mtu, ikithibitishwa hana uwezo, ndugu wa marehemu wapewe mwili wao. Nilikuwa na kuomba tusikie kauli ya waziri, lakini tusikie kauli ya serikali. Ninaomba kumshukuru mstahiki meya kwa niaba ya wananchi wa Tabora mkoa mzima, lakini hoja hii pia ni wananchi wote wa Tanzania. Kumekuwa na kelele nyingi za upatikanaji wa maiti pale wenzetu wanapotangulia mbele za haki. Ninawaomba vituo vyote vinavyotoa huduma za afya nchini, maelekezo ya serikali hayajabadilika. Tunao waraka wa mwaka 2021 ambao umetoa maelekezo ya namna gani tutashughulikia swala zima la huduma kwa maiti pale kifo kinapotokea. Ninawaagiza tena waganga wafawidhi wote, rudini, angalieni mwongozo tulioutoa. Acheni kuleta usumbufu kwa wananchi wa Tanzania. Hatutaendelea kufumbia mtu macho ambaye hatazingatia waraka ambao wizara na serikali uliutoa kama mwongozo wa kushughulikia upatikanaji wa maiti pale mwenzetu anapokuwa ameaga na kutangulia mbele za haki. Wakati mwingine inashangaza, marehemu aliyefariki, huyo ndo aliyekuwa na uwezo wa kujihudumia na kujilipia matibabu. Waliobaki hawana uwezo. Sasa unadai nini? Huyo marehemu sasa afufuke ndo atoe hela ili muweze kumwachia? Haiwezekani. Ninaomba fuateni waraka wetu. Tulishatoa waraka, tukaimarisha madawati yanayotoa huduma ya ustawi wa jamii na maelekezo yako clear. Tunashangaa kama kituo cha kutolea huduma za afya, wako baadhi ya watu wakisha aga dunia na kuitwa mbele ya Mwenyezi Mungu, mila ama imani zao za kidini zinawataka wazikwe haraka. Kwa hiyo tunapochelewesha hiyo michakato tunawakosea haki. Lakini nitoe pia rai kwa wananchi kushirikiana na vituo vyetu vya kutolea huduma za afya ili kufanya mchakato huo uweze kukamilika kwa haraka, maiti ipatikane kwa haraka na ndugu waende wakazike katika muda unaotakiwa kwa kuzingatia taratibu za kiimani, mila na desturi, lakini na mazingira mengine ambayo mtu anatakiwa akasitiriwe baada ya kuwa ametangulia mbele za haki. Naendelea kukumbusha waraka huo upo, na kila kiongozi kwenye kituo cha kutolea huduma ya afya anaufahamu waraka huo vizuri. Kazi kubwa ni kufanya maamuzi ya haraka na kusimamia utaratibu ufuatwe kwa haraka na watu waweze kuwa wanapatiwa maiti zao kwa muda unaotakiwa.